hii ghariza ya kutaka kuoa zaidi ya mke mmoja, na hakuna mke aliyotosheka na mke mmoja. Mimi na mmoja na hujatosheka, ni hali tu, na hapa huwezi kusema kwenye video, lakini ukweli wa mambo na mimi najua Abu Shurem hapa sote tuna wanaume wote wapenda kuoa, lakini wenye ujasiri wengi wetu waoga. Abu Shurem, wewe ukiwa mmoja wao, wenye ujasiri kama mimi na kina Rishad Amana, somo yangu kidogo, na kina Yusuf Abdi ni kidogo, lakini wengi ni waoga. Lakini ndani ya nafsi sote Mwenyezi Mungu anatutia hii ghariza ya kutaka kuoa zaidi ya mke mmoja. Na jamani, tuoeni na wanawake, kubalini kuolewa mke wa pili, wa tatu, wa nne, muhimu uwe na stara, na Mwenyezi Mungu yabariki ndoa, Mwenyezi Mungu yapanua riziki katika masala ya ndoa. Hayo ndo machache yangu leo. Mimi tu napenda kuambia madada zangu wale ambao najua watanipigia simu na kulalamika juu ya hili, ya kwamba kama vile kuwa hatuiharamishi ndoa ya mtu kuoa mke mmoja, pamoja na kuwa wengi wetu hawatekelezi hukuki kwa wake zao, basi hivyo hivyo tusiharamishe ndoa ya mathna wa thulatha ruba, kwa vile kuwa kuna baadhi ya mandugu zetu hawatekelezi hukuki wakati wanapoongeza mke wa pili au watatu au wanne. Nafikiri hiyo itakuwa imeeleweka. Kuna asilimia kubwa wafanya makosa na kuna asilimia kubwa wafanya sawa, kina sisi. Kuna asilimia kubwa kosea na asilimia kubwa zaidi wanafanya haki. Wallahi ndoa ya panua kusema ukioa kwa nia mzuri sadiqa, kama vile ulivyofaulu kwa mke wa kwanza na mke wa pili na watatu tofauti. Ukiwa na nia mbaya katika kuoa, hata yule wa kwanza yule mmoja huwezi kukaa naye vizuri, utaharibikiwa tu. Kwa hivyo solution iko katika nia yako, waoa kwa ajili ya nini. Ikiwa waoa kwa ajili ya Allah, waoa kwa ajili ya kujikinga na zina, waoa kwa nia mzuri, basi haiangalii kwa ni mke wa kwanza au wa pili au wa tatu, wote mambo yataenda vizuri. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu watakulaumu bure, lakini kazi yako wewe si kueneza salamu za kuchimba visima tu na kuna kujenga misikiti. Sasa wamenituma vijana hapa, ingawa wao wasikia haya kuja kusoma na sisi, lakini nimeambia hebu mwambie Sheikh Rashad azungumzie kuhusu masala ya kiwango cha mahari. Mahari yako juu sana, na wao watamani kuoa, wasikia haya kuja kusoma na sisi hapa, lakini wasema ni kuambie ingawa uzungumze na ndugu zetu. Tuwaomba ndugu zetu wa Kiislamu sote, wake kwa waume, tuwaombeni jamani, katika jambo la ndoa tufanyeni vijana wetu takhfifu. Wallahi yuko kijana mmoja ni rafiki yangu mdogo, basi ana dhamira ya kutaka kuoa. Mamake tayari ashamwekea, hata niseme ni kijana wa Kiarabu, ashamwekea msichana wa Kiarabu. Asema ukiwa wataka niwe radhi na wewe umoe huyu, na huyu maskini tayari ashapata mtoto, naweza kusema ni half caste, yani Mwarabu Msomali. Sasa labda utamwambia nini au utawaambia nini wazazi kama hao? Assalamu alaykum. Vipi hali? Lakini mambo mazuri, alhamdulillah. Wakati tukiwa kwenye nini wanaogopa kuwa na wewe, maana watu wana wasiwasi sana ya kuwa huyu akiwa na Dr. Rashad yeye ndiye anamuingiza kwenye mambo. Sasa kuna ubaya jamani? Funzo wako ndio bwana harusi. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum. Alhamdulillah, nimekuja kuhudhuria na kumwozesha mwanafunzi wangu Abdul Hakim bin Ahmed bin Ali al-Maawi, mwanafunzi wangu Sheikh Khalifa, alhamdulillah, na aliniomba nimwozeshe, na ndio maana nikaa hapa mbele. Alhamdulillah rabbil alamin. Muomba Allah subhanahu wa ta'ala amtilie tawfik, ampe watoto dhuria tayyiba, na apatie yani husnul muashara billahi alkarim kutoka sasa mpaka ya Rabbi khatima, amin thumma amin. Niambie Abu Shurem, kuna video ulinirushia ile masala ya umra, labda uelezee. Bismillah, tena wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuna safari ya umra ya vijana ya youth inshallah shahr Disemba, tarehe 13 mpaka tarehe 22, kama siku 10 hivi tupeleka vijana kule umra. Wakati ni safari ya vijana, lakini wazazi wakitaka kuandamana na wao pia tuwaruhusu, ili wapate kwenda kuona ile, manake ni safari tuichukulia ya kielimu, hatukuchukulia ni umra. Tunajua watu wao waenda umra, lakini sisi safari ile si umra peke yake, bali ni safari ya kielimu. Tutakwenda kwenye zile ziarati zile za Makka,
kwenye Jabal Nur. Mwaka jana tumefanya Disemba na mwaka huu tutarudia Jabal Nur. Tunapanda mpaka tunakwenda kwenye ile ghar Hira yenyewe, tunaeleza matukio yaliyotokea pale. Tunakwenda zetu kwenye Mina, Arafa na Muzdalifa na Jabal Thawr, pia tunaeleza matukio yale na namna ambavyo kwamba yanaweza kunufaisha manufaa yake kwenye dini na athari yake kwa vijana katika asrina al-hadhir. Kisha tunakwenda kutembea Jeddah, ile Jeddah al-qadim ya zamani, waione ilivyokuwa ifanana na old town yetu. Alafu tutakwenda zetu Taif, kule ambapo kwamba Rasul alikwenda kapigwa mawe, pia tukaiangalia zile athar, ule msikiti wa Ibn Abbas radhiallahu anhu. Kisha tutakwenda zetu Badr. Tukitoka pale tutakwenda Badr, tukaone ile tukio, tuone Jabal Malaika pale ambapo kwamba malaika waliposhukia kuja kwa nusuru ahli al-Badr. Kisha tutoke pale tuende zetu Madina biidhnillah al-Karim al-Munawwara. Tukishakwenda Madina ziara ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ziara ya shuhada Uhud, qiblatain, 7 masajid, Masjid al-Quba na zile athari zote za kihistoria ambazo ziko pale biidhnillah al-Karim tutakwenda. Kwa sasa ni takriban $2,000 na ukilipa ile ni kabisa breakfast na lunch na safari yote ile ambayo kwamba kukaa hotelini alhamdulillah karibu na haram Makkah na Madina kote. Bas na sisi tuko walimu na maustadhi, tunao mimi Sheikh Badr, mwalimu wetu Maalim Hamud na pamoja na Muhammad Gabo wa Nairobi. So wallahi ni fursa adhimu, wazazi waichukue, manake ni umra ghair, si umra ya kawaida, ni umra ambayo kwamba ndani yake na mafundisho ya kuza maadili ya Kiislamu kwenye mashababu wetu, ili waweze kuwajihiana na hizi fitna nyingi ambazo kwamba waziona, waone wanatoka wapi, wawe na ghera na dini yao, wawe na ghera na historia yao ya Kiislamu, waache kughurika na uzungu ambao kwamba umekuja kutuharibia. Naam. Basi yote hayo ni katika kuwajenga vijana wetu ili wawe na tabia mzuri. Kesho kijana kwambie na mimi nitaka kuoa. Kijana kufika hapo ni kumaanisha kuwa amepata nini? Malezi mazuri. Kwa sababu leo vijana hawataki kuoa kwa sababu machafu vile walivyoenea, watu walivyokuwa ni rahisi yani kuyapata machafu, yani kupata wanawake wachafu na kupata wanaume wabaya. Kwa hivyo kijana akikwambia nitaka kuoa, kuonesha kuwa amepata tarbia mzuri. Na kuongezea ile safari tutakuwa tuna jalasat, kila siku kuna jalsa baina ya sisi wasomi na wao vijana, ili kuweza tunataka ile safari mtoto akitoka kule kirudi hapa, kijana wa kike au kiume amebadilika, na tuna kiongozi pia wa kike. Kwa hivyo kuna wasiwasi, tutachukua wake kwa tumekwenda na watoto 40 mwaka jana. Kwa hivyo kutoka Mombasa, Nairobi na Mandera. Kwa hivyo tuomba safari wazazi watunge mkono, ni jambo la khera wala tulifanya, na Mungu atulie taufiki. Twende zetu naye na video lako bwana, ili tukapige kabisa huko. Jamaa wa ugonjwa visima, watu wataka visima huko, watu wataka madrasa huko. Si twende tukawaombee kule wenye kutoa senti za visima wawe wengi inshallah. Inshallah na mimi pia nitajiunga na wewe bwana Ustadhi Rashid. Inshallah mwanangu, inshallah nitamchukulia hivyo, yeye ni hafidh al-Qur'ani, nitajitolea kwa hali na mali inshallah, azidi kuwa na moyo. Maana Qur'ani yasema ukiiacha itakuacha, na hivi sasa yuko Sheikh Khalifa kwako, lakini Qur'ani kidogo naona yampiga chenga tena. Ni scholar. Sasa hilo jukumu lako la muraja kwa pale, sisi tuna program ya muraja inaongozwa na Imam boda ndugu yake yuko pale, aitwa nani huyo, Ibrahim na wewe akitoka sasa usimpeleke tuition, la peleke kwanza muraja, usali moja kila siku, hayo mengine Mwenyezi Mungu atasahilisha inshallah. Utaogopa, mimi nasema usimpeleke tuition sasa, peleke kwa muraja tuition baadaye inshallah. Lakini hiyo safari Mungu akijalia hai na uzima pamoja inshallah tutatuletea, itakuwa itamtatua. Amina. Manake zile kusoma Qur'ani katika maharusi katika nini mpata hasad kidogo, lazima kuna jambo inshallah ya Mwenyezi Mungu akienda huko atamtatulia mambo yake. Itakuwa ni tiba. Itakuwa tiba kabisa. Amin. Furahi habibi, Allah ibarik. Ahlan. Sote. Asante. Tuonana basi inshallah. Nataka kuongezea masna. Najua wewe unataka niseme nini. Bwana apenda na yataka niseme mimi bana, ndoa ni nyingi, tushukuru alhamdulillah rabbil alamin, na tuomba Mwenyezi Mungu alete masikizano na mawiano katika ndoa zetu. Lakini bana, najua hufurahi mpaka niseme hili, na mimi sina haya kulisema sababu twaliogopa
Yani sisi leo turadhiwe watoto wetu azini kuliko tuwaozeshe, turadhiwe mume azini kuliko mume aoe. Jamani, turudini kwenye dini. Abu Huraira afqara sahaba, ndo sahaba alikuwa fakiri zaidi Sheikh, na alikuwa na wake 4. Tumani wallahi, mke ukimwongeza yaja na riziki yake, mke hapunguzi riziki ya Abu Shuraim, mke aja na riziki yake. Ukimtaliki ndio yoondoka na riziki yake, lakini mke anakuja na riziki yake, si yako. Kila ukioa riziki inaongezeka. Naam, watu wasiogope shekhe, na musiogope ati wake zenu watawaacha. Ukioa lillah, kama kweli yeye yuamuasi Mwenyezi Mungu na dini, atoke ende, usiogope shekhe. Wallahi, yule mwanamke ukioa lillah, Mwenyezi Mungu atamtuliza. Kwani huyo alotuambia tuoe mathna thulatha runnan, si Allah Subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu. Abu Shuraim alohimiza watu waoe wake wawili, watatu, wanne ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya maarufu kwenye suratul Nisa, wenyewe wanawake wasema mathna thulatha ruba, aiwa, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. So mimi nasema hivi, wanaume wasiogope. Hili ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na madamu Allah ameitia ndani ya Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampatia mwanamume ujasiri na taufik na riziki ya kuweza kufanya vile. Ndoa Abu Shuraim yaongeza riziki, haipunguzi, kama tulivyotangulia kusema. Ndoa yaongeza riziki. Waulize wa vijana wangu, riziki imeongezeka haijaongezeka tangu oe? Aina ndoa yaongeza riziki. Musa bana hamu hapa. Hiyo ya kwanza wankujibu haraka haraka, lakini kwanza mambo mathna na watetemeka. Kwa sababu ndo na hawa wake zetu hawa ambao sisi wanaume tuogopa ni viumbe vya nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musa mwenda wapi? Ndo hapa. Ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huyo Mwenyezi Mungu aliotuamrisha tuoe mathna thulatha ruba ndo aliomba wanawake. Mimi useme hivi, wewe oa lillah, na Mwenyezi Mungu ataurekebisha na usuluhishe na au badilishe moyo wa mkeo bidhillahi alkarim. Watu wasiogope, sababu tusipofanya hivyo watoto wetu wa kike Vescon, wa Kiarabu, wa Kihindi, wa Kiswahili, wa Kibarawa, wallahi wa kila aina, watoto wa Kiislamu wanaekwa na wasokuwa Waislamu. Sisemi kwa ubaya shekhe, lakini kina Karaoke na Otieno wanatuwekea watoto wetu wa kike, wampa magari mavist na zile ndogo ndogo hizi, wenda makazini, wakirudi wameekwa shekhe kinyumba kuzini. Sasa aula ni ipi? Wewe jamani, tuna maafa, na mimi naona kuongeza mke ama mambo ya masala ya mathna haya ni suluhisho la tatizo kubwa kwenye mujtama wa Kiislamu ambalo ni zina. Zina, Ustadh Shuraim ni shekhe, wajua maafa yake na athari yake kwenye mujtama. Sasa sisi tusuluhisheni. Najua na tunaambia solution hiyo, hakuna suluhisho ya zina ila watu waoe, na wanawake ni wengi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najua nikirusha tu hii video nitaanza kupiga masimu kutoka nchi mbalimbali, hususan maanti, mamama wanakuwa wakali sana mimi nikiweka mada kama hizi, na kilio chao kikubwa ni kuwa nyinyi wanaume hamuna uadilifu. Je, ikiwa kuna baadhi ya wanaume hawana uadilifu, ndio tupige marufuku tuseme haifai kuoa zaidi ya mke mmoja, wala haifai kuoa kabisa? Manake hata yule mke mmoja wafaa umfanyie uadilifu, uwe mkweli na yeye, umtekelezee haki zake. Na uadilifu nini? Naam. Kwani Abu Shuraim hata kusema wanaume hawana uadilifu, maana uadilifu nini? Rasul sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni dhahir shair kuwa Rasul ampenda Aisha kushinda wake zake wote 9 ambao kwamba walimkalia eda. Hiyo katika masala ya moyo. Rasul asema Allahumma la tahkumni fima la amlik. Moyo ni masala tofauti. Uadilifu ni kwenye kupeana riziki, kutoa nyumbani, umweka hapa. Hasa kama mke ataka kukaa kisaoni, mimi lazima mweke nyali, si nitamwangalia kule kisaoni. Mtanamba yule kisaoni ninambagua, huyo nyali ninampendelea, na mwenyewe ankubali. Mke mwenyewe apenda kula omena, kuna shida gani? Maana yake ana asili ya Kijaluo. Lazima mimi nimpe nyama kwa sababu si Uswahilini tutapeana nyama. Uadilifu jamani ni uadilifu wa kupeana zile arzak, ile pato kumwangalia. Uadilifu si wa mahaba. Kina mama ulalamikia mahaba. Na mume akioa haimaanishi kwa wewe mke una kasoro. Abu Shuraim, unajua wanawake wengi wana mimi na kasoro. Huna kasoro. Kuoa Mwenyezi Mungu anatuwekea, iko ndani ya DNA yetu. Abu Shuraim, hapa sote tuna wanaume wote wapenda kuoa, lakini wenye ujasiri wengi wetu waoga. Abu Shuraim, wewe ukiwa mmoja wao, wenye ujasiri kama mimi na kina Rishad Amana,
somo yangu kidogo na kina Yusuf Abdi ni kidogo, lakini wengi ni waoga, lakini ndani ya nafsi sote Mwenyezi Mungu anatutia hii ghariza ya kutaka kuoa zaidi ya mke mmoja, na hakuna aliyotosheka na mke mmoja. Mimi na mmoja na hujatosheka, ni hali tu, na hapa huwezi kusema kwenye video, lakini ukweli wa mambo na mimi najua Abu Shurem, video ikitoka hapa utanithibitishia. Kwa hivyo wanaume wote wataka kuoa, lakini wanaogopa, wake watawaambia tutakwenda, kurudi kwetu, tutakuondoshia watoto. Wana threats nyingi ambazo kwamba wanazifanya, lakini tutaka tujue hili ni jambo la Mwenyezi Mungu, hili ni jambo la dini ya Kiislamu. Sisi tuwapiga vita ndoa za wengi za taaddud. Angalieni leo vita vikubwa ambavyo kwamba viko Ulaya vya mambo ya liwat na LGBTQ, wake kuoana kwa wake na waume kuoana kwa wake, wanaume kuoa wanyama, wanawake kuolewa na wanyama. Hivi ndio sisi tunataka hili suluhisho. Wajua, ukigura ya Mwenyezi Mungu, mkipiga vita suluhisho la Mwenyezi Mungu, shetani atapa suluhisho lake, na ndio hilo. Leo tunasikia maliwati kila aina, leo paka walimu wa madrasa tu maskini wafanya vituko. Mungu awaongoze. Tusahalisheni jambo la kuoa, tulifanyeni iwe ni adi, iwe ni jambo la kawaida. Wallahi, kuoana wakati wa masahaba Abu Shurem haikuwa jambo kubwa, na pia kuachana haikuwa jambo kubwa. Saidina Ali bwana, wewe radhiyallahu anhu arda, ameoa mara ngapi na ametaliki mara ngapi? Nyingi. Kuoa si aibu, kuachwa si aibu, na kuolewa baada ya kuachwa si aibu, kuolewa baada ya kuwa mfilio na mume si aibu. Jamani, tuoeni na wanawake, kubalini kuolewa, mke wa pili, wa tatu, wa nne, muhimu uwe na stara, na Mwenyezi Mungu yabariki ndoa, Mwenyezi Mungu yapanua riziki katika masala ya ndoa. Hayo ndo machache yangu leo. Mimi tu napenda kuambia madada zangu wale ambao najua watanipigia simu na kulalamika juu ya hili, ya kwamba kama vile kuwa hatuiharamishi ndoa ya mtu kuoa mke mmoja, pamoja na kuwa wengi wetu hawatekelezi hukuki kwa wake zao, basi hivyo hivyo tusiharamishe ndoa ya mathna wa thulatha ruba, kwa vile kuwa kuna baadhi ya mandugu zetu hawatekelezi hukuki wakati wanapoongeza mke wa pili au watatu au wanne. Nafikiri hiyo itakuwa imeeleweka. Kuna asilimia kubwa wafanya makosa na kuna asilimia kubwa wafanya sawa, kina sisi. Kuna asilimia kubwa kosea na asilimia kubwa zaidi wanafanya haki. Mimi naweza kusema bali wako baadhi ya wanawake ambao wameolelewa mke wa pili, baada ya kuolelewa ndio mambo yao yamekuwa mazuri zaidi, na hayo mapenzi yamekuwa makubwa zaidi. Shekhe, hakuna, mimi nitakwambia tu, hakuna freedom mwanamke anayetafuta kama kisha. Leo sisi waume tuna dhiki na tabu, kilemba, kanzo atakafuliwa. Mke akiwa ni mmoja utafua kila siku hizi. Wewe upata kupumzika siku moja na wewe familia yako. Una neema. Ukiwa ana watatu, kwako atakuja siku ya tatu ndio aweze kushughulika tena. Hizi siku mbili ashakupa ruhusa uende kuone jamaa zako, uende ni matanga, uende ni harusi, ukatembelee jamaa zako. Neema shekhe. Na wallahi lau utaoa wanaume kwa nia sadiqa lillah, kufuata sunna mtume na amri ya Mwenyezi Mungu, wallahi Mwenyezi Mungu yapanua riziki. Wallahi ndoa yapanua riziki. Ukioa kwa nia mzuri sadiqa, kama vile ulivyofaulu kwa mke wa kwanza na mke wa pili na watatu utafaulu. Naam. Ukiwa na nia mbaya katika kuoa, hata yule wa kwanza yule mmoja huwezi kukaa naye vizuri, utaharibikiwa tu. Kwa hivyo solution iko katika nia yako, waoa kwa ajili ya nini? Ikiwa waoa kwa ajili ya Allah, waoa kwa ajili ya kwa nia nzuri na zina, waoa kwa ajili ya kujikinga na zina, waoa kwa nia nzuri, basi haiangalii kwa ni mke wa kwanza au wa pili au wa tatu, wote mambo yataenda vizuri. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu watakulaumu bure, lakini kazi yako wewe si kueneza salamu za kuchimba visima tu na kuna kujenga misikiti. Na wamenituma vijana hawa, ingawa wao wasikia haya kuja kusoma na sisi, lakini nimeambia hebu mwambie Sheikh Rashad azungumzie kuhusu masala ya kiwango cha mahari. Mahari yako juu sana, na wao watamani kuoa, wasikia haya kuja kusoma na sisi hapa, lakini usema ni kuambie ingawa uzungumze na mandugu zetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah salatu wassalam ala rasulillah. Kwa mara nyingine tena tuarudi Abu Shurem. Vijana wametuma salamu zao kwa mujtama wa Kiislamu, kwa wazee na kina mama. Wanasema wao wana hamu na raghba ya kutaka kuoa, lakini jambo la ndoa kuanzia mahari mpaka shughuli nzima ya harusi imekuwa ni jambo ambalo kwamba lina gharama kubwa sana. Mpaka watoto vijana wakifikiria kuoa wanaona yani ni taklifu kubwa sana. Kwa hivyo hili ni ombi letu sisi kama mashekhe, kama wenye kujitahidi katika masala ya dini ya kufanya da'wa,
Twawaomba ndugu zetu wa Kiislamu sote, wake kwa waume, twawaombeni jamani, katika jambo la ndoa tufanyeni vijana wetu takhfifu. Wallahi kile ukifanya ndoa ghali, watoto wa kike ambao kwamba wana ahlia kuolewa wanabaki majumbani, na vijana ambao kwamba wana ahlia kuoa wanabaki peke yao wakiwa ni wapweke. Kisha baadaye hawa ndio huenda kwa kutana kule nje, wakaenda wanaudhu billahi min dhalik, wakafanya maafa, wakakuwa kwenye ma relationships za boyfriend and girlfriend, wakatiana mimba, kisha lile tulikuwa tulikimbia. Sasa tunakuwa tuna haraka tulifanye kabla mimba haijakuwa kubwa ijulikaniwe. Tushapata aibu, imeingia hasara, zina imeingia, baraka zaondoka. Kwa hivyo hili tuwaomba wazee ambao kwamba wana watoto wa kike, familia wapunguze mahari. Rasul sallallahu alayhi atuambia ndoa ambao kwamba ina aisarul mauna, ina taklifu ndogo ya senti, ndoa ambao kwamba ina baraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tuwaombeni jamani, tupunguzeni mahari, tuwaombeni tupunguzeni gharama za harusi, tuache kufanya mambo marefu, tuache kufanya mambo mazito. Ndoa badala isipate baraka leo zengi hasad. Ni ndoa ngapi ya Abu Shuraim watoto wameolewa baada ya miezi mitatu zavunjika, baada ya miezi 6 zavunjika kwa sababu ya mahasad. Wewe unataka uje ulishe watu kutoka saa 8 mpaka saa 10. Na kwanza mama zetu na hii kupamba haimo kwenye dini. Ilikuwa kwenye dini walima. Tufanyeni walima yaishi, watu wale zamani pilau, biriani, watu waishi waondoke. Haya mambo mengi ya taklifa ambayo kwamba yamekuja leo, haya mambo mengi ya gharama ambazo kwamba hazina kitu wala maguu, ambao ni makosa. Senti zile 600,000, 700,000 mpaka bilioni inaotupa kwenye kupamba. Kwa nini hawapawe hawa wawili wakaanzisha maisha, wakafungua ni biashara, ni tuktuk watanunua, ni matatu watanunua, ni biashara ambayo kwamba wote ni wajuzi, wataingia wafanye. Si ni aula zaidi kuliko baada ya harusi kubwa ya kukata na shoka, harusi ndovu, baadaye mume ana kazi, mke ana kazi, yabaki sisi tena tuna madeni na bado inabidi tuangalie. Sawa? Hata kwa Mwenyezi Mungu si sawa. Jamani, tuweni na hikma kwenye hili jambo. Watoto wetu wa kike wanataa ndani ya majumba, hawataka kuolewa, lakini sisi tuwakataza. Tuacheni ubaguzi pia. Leo alhamdulillah huyu kijana ni Al-Maawi Abdul Hakim, tumemwozesha binti Osman Somali. Shida iko wapi jamani? Kuluna muslimin, sote waislamu. Tuozeshe, bora kuna masikizano, tuwaozesheni, tuacheni ukabila. Kwa sababu gani? Sisi hatukujaliwa, sisi ni umma wahida shekhe. Tumejaliwa makabila litaarafu la litakhtalifu, ili tupate kujua na sisi tupate kukosana. Kwa mimi naja hapo manake yuko kijana mmoja ni rafiki yangu mdogo, basi ana dhamira ya kutaka kuoa. Mamake tayari ashamwekea, hata niseme ni kijana wa Kiarabu, ashamwekea msichana wa Kiarabu. Asema ukiwa wataka niwe radhi na wewe umoe huyu. Na huyu maskini tayari ashapata mtoto, naweza kusema ni half caste, yani Mwarabu Msomali. Sasa labda utamwambia nini au utawaambia nini wazazi kama? Kwanza hili jambo la ati ukimwoa sijui fulani radhi zangu akosa, kulingana na dini tulivyosoma mimi na wewe, yapo? Hakuna. Yapo? Hakuna. Hata mimi nasema hakuna swala la radhi katika kijana wa kike na Kiislamu kuoana ambao kwamba wana akhlaki na dini ya Kiislamu. Kama tumeomba kwa rajul nini, idha taqum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kwa mwanamke tumeomba fadhfar bidhati din taribat yadak. Madamu wana dini, hizi ndo sharti pekee yake. Mwanamume akhlaki na dini, mwanamke ameambiwa dini. Hizi sharti zikitimia, haya masala mengine yote hayana misingi kwenye masala ya dini, na dini haijazungumza kuhusu masala ukabila. Sote ni Waislamu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Leo sisi ni Wasomali, Wahindi, sijui Majaluo, Kikuyu, wa Afrika na kadhalika, lakini wallahi kulluna min Adam wa Adam min turab. Sisi tutoka sote kwa Adam na Adam atoka mchangani. Adam ameumbwa na ardhi, mchanga aina 7, kutoka mchanga wa bichi ule mpaka ule wa brown wa mtoni mpaka ule waitwa cotton soil ule moni mweusi, dongo 7 aina rangi tofauti ndio ikamtoa Adam. Na yasemekana jina Adam latokamana na uweidimu, yani brown, rangi ya chocolate. Adam hakuwa mweupe, rangi ya chocolate, lakini kwa sababu asili ya Adam ni mchanga rangi tofauti, ndio leo tuna wazungu, tuna Waafrika, tuna Wahindi, tuna wale watu nani, wale watu wa South America, Malatino na kadhalika. Sote tutokana kwa Mwenyezi Mungu.
kubwa ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ameshika dini, tuozesheni. Tukitaka kufanya hayo yetu hawa sasa, huyo kijana wa kike wa kiume ambaye amewekewa mwarabu mwenzake, atamridhisha mamake miezi mitatu, kisha amwache, kisha akaende kwa hafkasti wake. Sasa mama, umelazimisha ule na mwarabu, umeharibu tayari ule mtoto wako, ushamharibia maisha kwa sababu ya taasub zako, umemharibia mwanao maisha, manake ashamwacha mtoto wako kwenda tafuta mwingine. Hatuoni huruma watoto watu, seleto lazimisha mtoto wangu wa kiume au mtu fulani kisha aje amwache. Hatuoni huruma hawa watoto watu wa kike ambao kwamba sitoacha kwenye hii mitihani. Na labda tu wakike na wake, sasa siku hizi na mitandao hii na masimu haya, watoto wa kiume na wakike saa nyingine wana watu ambao kwamba washakubaliana masala ya kuoa. Tupende tusipende, Abu Shurem, haya ni mambo yako. Tupende tusipende, ni changamoto ambazo tunazo. Ni lazima sisi tuweze kuwa na suluhisho hai za kuweza kudili mambo haya. Na tukitaka kulazimisha yetu, wewe tayari ushawapa watoto uhuru uliowapa, mpaka mtoto leo amekuwa ana choice ya mtu ataka kuolewa naye na choice ya mtu ataka kuolewa naye, kisha yeye ataka kulazimisha, tuyaleta matatizo yenyewe, na mujue tuharibu maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo mimi nasema hakuna swala la radhi katika masala ya mtoto wa kike kuolewa ama yani kuolewa wa kike, ima kukubali kuoa ama kwa mzazi. Huwezi tumia radhi, karata ya radhi katika masala ya ndoa, kwa sababu hamna karata hiyo. Radhi zako ziko katika masala mengine, radhi zako haziko katika masala ya ndoa. Usilete radhi mahali radhi haifanyi kazi, mahali radhi haipo. Tutakosea na tutakosea wana wetu na tutapata dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuweni waangalifu. Basi mimi katika kulichangia hili tu ni kuwa tujaribuni vijana, wakati mama zetu, wazazi wetu wanapotukatalia, basi tujaribu kuwafuata. Lakini kwa wazazi, ikiwa halikuwezekana, ni mioyo miwili ishashikana, ishakuwa haina budi isipokuwa ni waoane, basi afadhali turidhike, kwa sababu mapenzi pia na uzito wake. Manake mimi nakumbuka kuna ndoa 2-3 zilifanyika bila ya radhi za wazazi, lakini baada tena yule msichana atakakuolewa na mwanamume muovu, muhadhirat, lakini kwa vile ilikuwa wana ukweli wakaozeshana hivyo hivyo, mwisho sasa wazazi walikuwa washangilia, yani ndoa yao inaenda vizuri, na hata yule mume ameanza kurudi nyuma, ameanza kumfuata, kwa sababu ile mapenzi ni ya ukweli. Kwa hivyo mapenzi pia yana athari yake. Ukiona vijana wawili wamependana kweli, wewe ukiona leo kataza, lakini ukiona limeshirikana, afadhali uwaridhie kupatikana ile halali, kisha muendelee na da'wa. Sisi tuwahimiza vijana wetu wa kike na kiume wasikize wazazi wao katika masala, na hata tukiwa shule tuambia fateni vile wazazi wanavyotaka. Lakini na wewe mzazi, si ungoje mpaka baada ya miaka 25 ndo sasa wewe wataka kuleta lile lako. Wewe umempa uhuru wa kutangamana na anayemtaka, kisha katika swala la ndoa wewe leo utakuja umbani, utaleta tabu. Na hapo ndo shida kubwa. Tuwahimiza vijana wetu kike na kiume waridhike na chaguo za wazazi wao, lakini tuwaambia na wazazi, msilazimishe machaguo yenu nyinyi juu ya watoto wenu, utaleta tabu. Sawa, na tuambia watoto wetu wa kiume wataka kuoa, kaposo usitongoze. Na muhimu zaidi ni malezi. Kuanzia hajachagua, mfundishe namna ya kuchagua kwa yale malezi yako, ndio utaweza kumfanyisha mtoto wako achague panapofaa kuchaguliwa. Na watoto wa kike, kama una mtu umemwona afaa, watume wazee wenda kuzungumza, hakuna aibu. Lao mtoto wa kike ataona kuna watu, kuna kijana yanifaa, mbe baba nenda kule kuzungumze nao, hakuna aibu. Aliyafanya bibi Khadija radhiallahu anha, aliyafanya bibi Khadija kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hapana makosa. Lakini sisi kitu hatutaki, Abu Shurem, ni hizi relationship, na kila tukichelewesha watoto kuoana, watu kutakana, mume kutaka mke na mke kumtaka mume, ni mambo ya kimwili tumeumbwa nayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni ghariza na shahwa zipo, tusipozitimizia haja yake ambao ni ndoa, itakwenda kutafuta haja kwenye haramu. Allah tustiri. Barakallahu fik, Mwenyezi Mungu akubariki. Natamani na wewe tumepamana kighafla, lakini natamani tupange siku tukae tuzungumzie kadhia mbalimbali. Bil baraka wal afia inshallah. Maana mashallah umepewa kipawa. Alhamdulillah. Allah ibarik. Asante bwana. Islam, shukran. Barakallahu fik. Mungu atilie tawfiki na tuzidi kupendana katika hili. Bega kwa bega mpaka peponi. Sio bwana. Inshallah. Sisi tupendana ilhali manhaji zetu huenda zikawa tofauti. Sheikh Abu Shurem asoma maulidi, mimi siyasoma, lakini sina shida naye. Na yeye hana shida na mimi. Hili tunataka lifahamike, manake hili laleta msuka mkubwa katika mujtamaa leo. Umoja wetu sisi kama Waislamu ni muhimu kushinda tofauti. Kwa nini Abu Shurem uko na Sheikh Rishad? Kwa nini Sheikh Rishad uko na Abu Shurem? Hizi ni lugha kwamba zipo. Sisi ni ndugu.
sisi ni ndugu wa Kiislamu. Tofauti zetu za kimadhhab hazitukatazi sisi kuamiliana. Tofauti zetu ya baadhi ya misimamo ya dini hazitukatazi sisi kutokuamiliana. Ukubwa zaidi hapa na Uislamu. Na hili ndio lafaa liheshimike, na hilo sisi tuliheshimu undugu wetu. Al-ukhuwa fi din a'zam wa a'la min kulli shay. Na misimamo yetu bado ni ile, lakini wallahi nampenda na yeye anipenda lillah wallahi. Na Mwenyezi Mungu bidillah atatukutanisha peponi habibi hapa duniani na kesho akhera. Sawa habibi, barakallahu fikum ya akhi, shukran taslam, barakallahu fikum. Wewe ndugu yangu bana, hapa paka kesho akhera paka peponi. Na tunajua watu watazungumza mengi, lakini wallahi sisi hili letu lillah, tupendana lillah. Abu Shuraim hatukuoana ile kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na dini, na tumeshikamana kwa hatukushikamana ila kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na dini. Na hilo Mwenyezi Mungu atujalie paka kaburini na paka kesho akitufanya baath tukiingia zetu pepo jannatul firdaus inshallah. Wa habibuna al-Mustafa alayhi salatu wasalam khairul bashar ma dassa qadamuhu ala al-ard. Allahumma salli sallam alayhi. Tuambie mawahabi sisi hatumpendi mtume wala tupendi kumswalia. Wala si kweli shekhe. Na hakuna wahabi shekhe. Hakuna wahabi. Ni misimamo yetu tulikuwa nayo mimi na wewe. Ipo tangu katika jadi shekhe. Iko tangu salafa salih. Ni watu wataki kusoma na ni upungufu wa ilmu. Mimi nasema ni upungufu wa ilmu. Wallahi hawakuteta Imam Abu Hanifa rahimahullah wala Imam Shafi'i, Imam Malik na Imam Shafi'i na Imam Ahmad ibn Hanbal hawakuteta shekhi. Hawa wameishi kwenye asri moja. Na Imam Shafi'i rahimahullah alipokwenda zake Baghdad kwenye msikiti ambao kwamba akiswalisha Imam Abu Hanifa, licha ya kuwa Imam Shafi'i kwake yeye kwa madhhabi yake kuleta kunuti kwenye fajr ni wajib, na ukisahau uleta sajdatu sahwi baada yake. Aliposwali msikitini pale hakuleta kunuti, akaulizwa mvipi, akasema ihtiraman li sahib hadha almasjid, kwa heshima ya kuwa bwana alikuwa kuswalisha hapa katika kulingana dhehebu lake. Hakuna kuleta kunuti katika fajri. Na sikutaka mimi nilete mzozo. Angalia watu walivyofahamu elimu, angalia watu walivyokuwa na hikma ya dini, angalia watu walivyokuwa na mapenzi. Imam Shafi'i akizaliwa ndio Imam Abu Hanifa ankufa. Wana tofauti ya miaka mingapi? Imam Abu Hanifa amekufa 150 sana al-hijra, 150 sana al-hijra. Imam Shafi'i mazaliwa 150 sana al-hijra. Huyu wafa huyu mwaka ule uliozaliwa. Lakini angalia walivyopendana, yani amemheshimu mwenzake katika kifo chake na kukumtajia vizuri. Leo mashekhe wapingana, wakipigana juma mimbar. Jamaa, turudini kwa Mwenyezi Mungu, tumcheni Allah. Na hii mitandao yatuchongea sana, sababu sisi tunataka likes, tunataka subscribers. Tumcheni Allah kwanza, na Mwenyezi Mungu atatulia taufik katika mambo yetu yote. Imam Malik awaambia watu, man talaba ilman nafis fa alayhi bi Muhammad ibn Idris. Mtu akitaka elimu kunjufu, elimu pana, aende kwa Imam Shafi. Imam Shafi naye awaambia watu, idha dhukira al-ulama fan najmu Malik. Ikiwa wanatajwa star katika dunia wa elimu, basi ni Imam Malik. Kila mmoja asema nenda kwa yule, na kila mmoja na madhehebu yake. Badala aseme Imam Malik ndo ni kwangu mimi ndo mwenye elimu, au asema nenda Imam Shafi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Ambiwa kwenye hadith, ambiwa kwenye ilmu ya hadith, Imam Ahmad ibn Hanbal ni mwanachuoni katika vile, ilhali yeye pia ni mwanachuoni. Asema Imam Ahmad yuko tujifunza kutoka kwake. Subhanallah, tasawwar, ilhali Imam Ahmad ibn Hanbal yuakiri kuwa hakujua kuna nasikh na mansukh katika hadith mpaka alivoketi kwenye jalsa Imam Shafi'i. Lakini yeye Shafi'i licha kuwa ni mjuzi hadith, asema nini? Asema ikija masala ya ilmu alhadith nenda nizone kwa Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah Sheikh, angalia heshima. Na ndio Mungu atujalie sisi tuwe nazo heshima hizi na hikma hizi, na Allah tatilia tawfik fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Zaidi mlango kwa wazi wa Sheikh Rashad kunikinaisha mimi, kunaelezea msimamo wake ili nifuate, na mimi pia kumueleza yeye. Hii milango iko wazi, lakini kutukanana, kukashifiana jamaa, yani aibu leo tena kwenye mamimbar misikitini, kwenye ulama masmum, luhum alulama masmum. Hatumalizi leo mimi nawe tupendana Sheikh, barakallahu fik. Hatumalizi, Allah tile tawfik ya. Shukran mabusati msho ya beba. Shukran.